Na kwa sasa mashabiki zangu, tunawakaribisha katika Media Goma TV, sehemu pekee tunapata habari zenye uhakika. Katika muda wetu huyu tunaendelea kupasha habari zenye kuonekana katika uwanja wenye mapigano katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika upande wa North Kivu na upande wa Sud Kivu. Leo ni tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tunaendelea kuwatangazia habari zinavyoonekana katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa majina ni mwanahabari wenyu Nelson, mnavyofuatilia katika vipindi kama kawaida tu. Ukiwa unanipata ndani ya habari za Media Bukavu TV, ukinipata ndani ya Media Goma TV, habari za asubuhi na habari za mchana na habari za jioni. Ukiwa tayari unaungana na sisi, utaendelea kupata habari zinavyoonekana katika uwanja wenye mapigano katika muda huyu. Hata tusalimu kwanza mashabiki kutokea katika upande wa Masisi na upande wa North Kivu, upande wa Sud Kivu na kutokea upande wa Lubumbashi, Manyema na kutokea upande wa Kinshasa, wengine kutokea upande wa Katanga na maeneo zingine mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mnavyonisikiliza katika muda huyu wenye kipindi chetu cha habari. Na kwa sasa mashabiki zetu kutokea upande wa Amerika, Canada, Australia, Norvegia na kutokea Ufaransa, tunawakaribisha katika mada zetu za kipindi mara kwa moja. Kumbuka, ukiwa unasikiliza Media Goma TV, ukiwa unasikiliza Media Bukavu TV, hapa hutachoka kwa sababu ni sehemu ya habari ya ukweli. Na kweli tunashukuru zaidi kwa kweli kwa wale wako pamoja na sisi na wanaendelea kuwa na utaratibu kwa kutusikiliza. Mwenyezi Mungu aendelee kuwa pamoja na nyinyi. Tufungue kurasa zetu za habari kwa sasa, tukija kuwapeleka katika uwanja wenye mapigano. Tunaanzisha kuwatangazia habari zetu tunavyoelekea katika uwanja mapambano. Kwa sasa tunakuja kuwapeleka mara moja katika nchini ya Burundi. Tunakuja kupeleka nchi ya Burundi. Kwa sasa imeendelea kuwa hatari sana. Kwa sasa wahasi, kuna wanajeshi wanaojiitwa RDF, wanajeshi wanaojiita Eri Tabara. Kumbuka Eri Tabara inaungana na wanajeshi wa Twigwaneho wakipambana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuonekana mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande wa Sud Kivu huko Minembwe. Kwa sasa wameanza kupanga mipangilio ya kushambulia katika nchini Burundi ili kubadilisha serikali ya Burundi. Lakini hili vita litaendelea kuwa vipi? Hatua Kongo itakuwa na vita na Burundi iwe na vita. Kwa sasa watu watakimbilia wapi? Kumbuka wananchi wa Kongo wengi wanakimbilia katika nchini Burundi, lakini katika muda huyu habari zinavyoonekana kwa sasa katika uwanja wenye mapambano, tatizo imeendelea kuwaka moto. Wanajeshi wa Burundi walikuwa katika nchini Kongo, kwa sasa wanaanza kujiandaa kurejea katika nchi yao, kwa sababu nchi ya Burundi inaendelea kuwa mbaya zaidi, kwa sababu kunaendelea kupangwa njama zenye uwanja mapambano katika nchini Burundi na wahasi hao wanaojiita Eri Tabara. Kumbuka wahasi ni wale waliopiga kudeta nchini Burundi mwaka wa 2015 aliyoitwa Rais wa Burundi aliyoitwa Nkurunziza. Na kwa sasa hili ni jambo tena, wanasema inabidi warejee katika nchini Burundi wakuje kukabiliana na serikali ya Burundi kwa sasa. Na haya mapambano kwa sasa inaendelea kuwa hatari sana, mpaka imeweka wasiwasi wakahaji wa Burundi, mpaka raia population ya Burundi wengi wanaanza kukimbia katika nchi yao, kwa sababu jambo hili linaendelea kuwa tete kwa tete. Kumbuka hatua Kongo itakuwa na vita na Burundi iwe na vita. Wananchi wa Burundi watakimbilia nchi gani? Wengi watakimbilia Tanzania na katika maeneo zingine. Hatua jambo itaendelea kuwa mbaya zaidi. Na kuja kukupeleka mara moja katika uwanja wenye mapambano. Kwa sasa mambo yanaendelea kuwaka moto tena. Na kuja kupeleka katika upande inayoelekea katika Kalehe tena. Niwapeleka mambo hii niliwatangazia kwa sababu vita ilikuwa inaonekana katika upande wa Kalehe ilikuwa ni hatari zaidi, lakini nakuja kuwapeleka eneo ya Lumbishi moto kwa moto. Risasi imeendelea kuwaka moto zaidi katika mapigano haya. Vita inaendelea kuwaka vita ilikuwa tangu juzi tarehe 10, imezuka leo tena mpaka muda huyu wetu wa habari. Kama kawaida leo ni tarehe 12, vita tena inawaka zaidi mpaka haya masaha. Vita inaendelea kuzuka kabisa katika muda huyu. Vita jeshi la M23 wanaendelea kukabiliana na waasi na jeshi la wazalendo na FARDC katika ndani ya seta huko Lumbishi, lakini wanajeshi wa wazalendo wamefaulu kudhibitisha upande wa Lumbishi katika muda kidogo, lakini baadaye mashambulizi kaendelea kuwaka moto na kuna vijiji vingine kwenye vimeendelea kuwa tatizo zaidi. Kuna vijiji vyenyewe vinaendelea kuwa na shida tangu tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kuna kijiji cha Lumbishi na katika eneo inaitwa eneo inaitwa Nganjo, katika eneo kijiji cha Nganjo, Kashavu na Rubona. Hizi ni vijiji vinaendelea kuwa na tatizo kwa sasa gisi tunavyozungumza. Raia population kutokea eneo ya Lumbishi, kutokea upande ya inaitwa Ngacho na kutoka upande ya Kashovu na Rubona, wengi wamekimbia katika maeneo haya.
Kwa kukimbia kwa sasa, raia population walikuwa katika eneo hizo wamekimbia kwa sababu jeshi la M23 wamemiliki katika vijiji hivi gisi tunazungumza, kijiji cha Kashovu na kutoka kijiji cha Rubona na kuchukua Nganjo na Lumbishi imethibitishwa na jeshi la M23. Kwa sasa lengo lao walikuwa nataka kubadilisha katika maeneo, kuliingia wanajeshi kwa wingi tangu jana tarehe 11 mpaka leo muda kama huyu katika vijiji hivyo, lakini katika wanajeshi wa wazalendo walipata habari hili kama tayari waasi wa M23 wameingia katika vijiji na wamekimbiza raia population wamekataa kubaki katika vijiji hivyo, wakakimbia katika seta ili mara moja. Population walianza kutafuta mahali ya kukimbilia wakakosa, mpaka wengi wakakimbia katika porini. Lakini wanajeshi wa wazalendo kutoka maeneo hizi, kumbuka hizo ni maeneo ya Sud Kivu, wanajeshi wa wazalendo mara moja walionekana kwa kweli kwa kuingia katika eneo hizo, wakakuja kwa kukabiliana na waasi wa M23 katika vijiji hivi. Katika kijiji cha Rubona kulikuwa mapigano tangu leo muda wa asubuhi, muda wa saa 1:15. Mapigano yameendelea kuzuka mpaka haya masaa. Hatujajua kama jeshi la FARDC wamerejesha katika eneo hizo na wazalendo, hatujajua M23 angali katika eneo hizo, kwa sababu vita imeendelea kwa hatari sana katika muda huyu. Lakini katika eneo tena inaitwa Kashavu kulionekana tena eneo ya Kashovu wanajeshi tena wazalendo walirudi tena kukimbiza ili waone kama wanaweza kurekipere vijiji hivyo, lakini katika mashambulizi ilienda kuonekana mpaka sasa hivi wanajeshi wa M23 na wazalendo wanaendelea kukabiliana moja kwa moja. Katika kijiji cha Nganjo kwa sasa nako kena wakahaji walikuwa katika eneo hili walikimbia mpaka wanajeshi wa wazalendo walirejea katika eneo hizo kukabiliana na wanajeshi wa wahasi. Katika muda wa leo tunavyozungumza, mapambano yanaendelea kuwaka moto katika maseta hili, katika mapigano haya yanaendelea kuwaka zaidi, lakini katika lengo hii inaonekana kama jeshi la M23 lengo lao inabidi waingie katika mji wanataka kumiliki upande wa uko milima ya eneo ya Walikale. Mpaka kwa sasa mambo hatujajua ukweli kwa sasa. Kumbuka mapambano yanaendelea kuwa hatari kwa sababu FARDC wamekataa kurejesha ama kuachilia maeneo haya. Tutakuja kuwapeleka mara moja. Kuna habari nyingine imeendelea kuuma, habari zinaendelea kuonekana kwa sasa gisi tunakuja kuwatangazia habari inavyoonekana kwa sasa. Anaoitwa mara moja General Feka Hadui kwa sasa amemaliza siku 5 leo tarehe 12. Kwa sasa General Feka Hadui amemaliza siku 5 hajaonekana katika ndani ya Haut Plateau tangu manifestation ilikuwa ndani ya mji wa Uvira kwa sababu kuhusu maandamano ilikuwa kwa sababu ya kuombea jeshi la wazalendo vifaa na kuomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ipewe vifaa kwa sababu ili waendelee kukabiliana na wasi wa M23. Tangu kiongozi huyu James Feka Hadui alizungumza kama tayari chama cha M23 na Twirwaneho wamesha kudhibitisha vijiji kadhaa katika ndani ya seta ya Haut Plateau. Ilikuja kuonekana kuna maneno mengi kamanda huyu Feka Hadui alizungumza, na kwa kweli ikaonekana kwa sasa maisha yake imeendelea kuwa hatari sana kwa sasa. Mpaka gisi tunavyozungumza operation imeendelea kufanya upelelezi ni vipi itabidi waone, ama ni je watabidi wakamate ama General Feka Hadui atapatikana, kwa sababu watu wengi hawajajua na hakuna taarifa inayoonekana ama ionyeshe kama hali General Feka Hadui mahali yupo pamoja na wanajeshi wake, kwa sababu General Feka Hadui alichukua wanajeshi wake wote sekta ya wanajeshi wake wote na kuelekea katika mahali isiyojulikana. Mpaka operation imeendelea kutafutwa, operation imeendelea kuwa sana tangu leo tarehe 12 mpaka saa hizi hakujaonekana mahali yupo, na kwa sasa imeweka wasiwasi jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, imeweka wasiwasi wanajeshi wa wazalendo kwa sasa kujua jeshi General Feka Hadui maisha yake iko wapi na nia yake, kwa sababu gani amejiteula na kwa sababu gani ameelekea ama mahali yupo kwa sasa haongei. Lakini General Feka Hadui alizungumza kusema kuna viongozi vya kiserikali vya FARDC vinaendelea kumtafuta kwa sababu kuna mambo 2-3 ilikuwa haiendani, kwa sababu yeye Feka Hadui yeye alikataa kwa kweli kuficha ukweli, kwa sababu yeye anaona raia population. Yeye amesema, kumbuka General Feka Hadui ni umoja, ni shujaa wa raia population kwa kuonesha ukweli yenye inaonekana katika uwanja wenye mapambano, kwa sababu kwa kuongea kwa tayari yeye amezungumza kusema
katika upande wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuna wale wanaokula rushwa, na katika upande la jeshi la wazalendo kuna wale wanaokula rushwa. Ndio maana anasema yeye hawezi kuungana na serikali wale wanafanya wanakula corruption, yani wale wanakula fedha wanakula pesa. Na ikabidi kwa sasa hizi tunavyozungumza, ikabidi sasa yeye aamue. Kumbuka yeye alibidi apambanie haki ya raia population, kutangaza ukweli. Kama gisi mnavyojua sisi hatule tunakuja kwa wapasha habari jambo linaloonekana katika uwanja mapambano. Katika upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu hali inaendelea kuwa mbaya zaidi, mapigano yanaendelea kuonekana katika vijiji vyote vinaoonekana katika sasa. Pande la jeshi la M23 wanaendelea kupambana na kupigiwa katika maeneo kwa sasa jinsi unavyozungumza. Katika upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu M23 wamepigwa sana. Lakini kwa sasa mpaka viongozi vya M23 Lawrence Kanyuki anaanza kutangaza kusema kama tayari serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaendelea kuwashambulia, imeendelea kuwatake. Hatua wameona kwa sasa hao ndio walifanya mashambulizi na hao ndio wanaendelea kuwatake, lakini sasa FARDC wameamua kuwatake na kuwashinda nguvu mara moja. Jeshi la wazalendo la M23 wameona kwa sasa inabidi waoneshe Umoja wa Mataifa kama hao ndio wanashambuliwa, hao ndio wameatakiwa kwa sasa, ili waoneshe kama hao hawana nia ya kuwatake FARDC. FARDC ndio ni la kuwashambulia. Kumbuka hakuna sehemu nyingine utapata habari bila kupitia media Goma TV na kupitia media Bukavu TV. Ni mimi mwanahabari wenyu Nelson, nikiendelea kupasha habari zenye uhakika. Fuatilia habari zetu za kila mara na kutakia heri njema. Tuje kupatana kwa habari zetu za jioni kila mara gisi mnavyozoea. Bye bye. Na tusubscribe, tu like, comment ili habari zetu ziende kuwa nzuri zaidi. Bye bye.